Majina naitwa Yohana Zablon Gunza, ni wa bodaboda. Mimi mwenyewe nimefika hapa nimekuta tu kuna mtu alikuwa anapigwa hapa, ila tetesi tu zinasema kwamba huyu jamaa anachukua nyeti za wanaume. Huyu jamaa akikugusa tu unapata msimko, kuangalia kunakuta nyeti hamna, kanyeti kaliko baki ni kadogo, yani kadogo sana yani. Zimetutia sana hofu, zimetugusa sana, manake kama sisi ni wanaume, manake haina haja ya kuwa mwanaume kama nyeti zako hauna. Kwa hiyo hichi kitu tunaomba sana serikali kipinge zaidi kabisa. Watu kama hao wakamatwe. Maana kama hivyo manake tutazidi kuwaua. Vifo vitazidi kuongezeka, maana watu kama hao wachukuliwe hatua. Wasiwepo kabisa Tanzania. Kuwatambua manake kuna ishara tu ambao tu wewe jinsi anavyokugusa na jinsi unavyopata msimko ule, ndo na mwito ndo unajua kwa wewe ndiye. Alafu wewe mwenyewe tu ile hofu anaweza kukurudishia. Sasa mtu anakuchukua na kurudishia, so wewe ndo ndiye. Hali yetu kwa saizi yani inatia mashaka sana. Maana mimi ndo niliyoshuhudia hili tendo la huyo mtu. Baada ya kuonekana wananchi wamekuja kwa wingi, ikabidi tufunge geti ili afanyeje? Amrudishie kwanza. Kwa hiyo yule jamaa kama amekubali kwamba anamrudishia. Alivyomrudishia wananchi ndo wakafanyaje? Wakawa wamevunja lile geti ili kusudi afanyeje atoke. Yaani ambacho kinatokea kwa saizi, tuombe tu serikali tusaidie. Kwa sababu kwa hali kama hii wanaume tutaisha sasa. Unaona? Ukiangalia kama huyu sio Mtanzania. Tumeona na passport ni za Zambia, zingine ni za Kongo. Kwa hiyo sasa tunaomba serikali ifanyeje? Itusaidie. Ana Christophe. Tina amemkuta ofisini. Akawa anamuuliza bidhaa anazouza machupa, anamwambia bei. Akawa anamwambia nimetoka huko kununua vitu huko Zambia. Akawa anamuuliza bei, anamtaji. Wakaelewana bei ya chupa ya chai. Akamwambia anataka kutoa hela kwenye Airtel Money ya Zambia. Akamwambia hiyo line mimi sina. Akasema sawa. Ndio alivyomshika hapa, akawa anataka kuondoka, akamzuia. Akasema kuna mtu amemshika begani. Alivyomshika begani ndio mwili ukasisimuka. Alivyosisimuka akaja kujikagua, akakuta kabisa hamna kitu. Amemrudishia, maana mimi nilivyofika hapa ndio wakawa wanamwambia watu, wakawa wanamshikilia, wanamwambia wewe usipomrudishia watu watakuua. Akawa anakataa. Mimi sijafanya kitu chochote. Kiswahili cha Kongo.